Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutufikisha hapa tukiwa wazima. Ndugu washiriki, Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, ukipenda PPAA, ukipenda Mamlaka ya Rufani, ni taasisi inayojitegemea ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha na iliyoundwa kwa mujibu wa sheria wa kifungu cha 112 ikipewa jukumu la kupokea, kusikiliza na kuamua malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Pia PPAA au Mamlaka ya Rufani hupokea na kusikiliza wazabuni ambao wamefungiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma ili wasishiriki katika michakato ya ununuzi wa umma. Jukumu lingine ambalo tumepewa na ambalo linaendelea katika ukumbi huu ni ambalo linahusika na mafunzo. Kama taasisi tuna wajibu wa kuwaelimisha wadau wa ununuzi wa umma ili waweze kuitumia mifumo yetu vizuri na waweze kupata haki zao pale ambapo watakuwa na uhitaji wa kufanya hivyo. Jukumu la mwisho ambalo tunalifanya ni kuhabarisha umma. Tunatumia vyombo vya habari kupitisha taarifa mbalimbali na kuhakikisha kwamba Watanzania ambao tumo humu ndani, ambao ni wazabuni, ambao ni wakandarasi, ambao ni watoa huduma mbalimbali kama ambavyo mmejitaja asubuhi ya leo, mawakili wa kujitegemea, watumishi wa umma kutoka vitengo vya ununuzi wa umma, kutoka kitengo cha TEHAMA, kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wote wanashiriki katika kutafuta haki wakiwa na uelewa ambao uko sawia. Ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kudumisha misingi ya utawala bora ikiwemo haki na usawa na kuendelea kusimamia miradi ya kimkakati yenye tija kwa nchi na hivyo kuiwezesha serikali kuwaletea wananchi wake maendeleo katika nyanja mbalimbali ili kuhakikisha kuwa takribani 70% au zaidi ya bajeti ambayo ya serikali inayotumika kwa ajili ya ununuzi wa umma ambayo huwaletea wananchi wake maendeleo. Serikali imetunga sheria, kanuni na miongozo ya ununuzi wa umma kuimarisha sekta ya ununuzi wa umma. Ndugu washiriki, katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, Mamlaka ya Rufani imeweza kushughulikia mashauri takribani 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika mashauri hayo, Mamlaka ya Rufani ilizuia utoaji tuzo kwa zabuni 43 ambazo zilikuwa hazina uwezo wa kifedha pamoja na kukosa sifa za kitaalamu katika kutekeleza zabuni husika. Hatua hii iliepusha serikali kuingia katika mikataba au kuwaruhusu wazabuni kutekeleza kazi ambazo walikuwa hawana sifa au vigezo husika katika utekelezaji huo. Lakini pia imewezesha serikali kuepusha utekelezaji wa miradi usioridhisha na hivyo
kuokoa upotevu wa fedha za umma ambako kungeleta pia ucheleweshaji wa maendeleo stahiki kwa wananchi. Ndugu washiriki, Mamlaka ya Rufani kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeweza kushiriki katika kutungwa upya kwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024. Sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 iliyoanza kutumika Juni 2024 na kanuni zake Julai 2024 zimeleta maboresho mbalimbali katika eneo hili la ununuzi na ugavi wa umma, ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Kwa mfano, muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Muda wa afisa masuhuli wa kushughulikia malalamiko ya zabuni umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Aidha, pale afisa masuhuli atakapounda jopo la mapitio la malalamiko, basi atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku 7 za kazi. Pia muda wa kuwasilisha rufaa kwa Mamlaka ya Rufani umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi, na muda wa Mamlaka ya Rufani kushughulikia malalamiko au rufaa umepunguzwa kutoka siku 40 mpaka siku 45. Ndugu washiriki, ili kuendana na mabadiliko yaliyoletwa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, Mamlaka ya Rufani kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeandaa kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma za mwaka 2025 ambazo zilishatangazwa katika gazeti la serikali la tarehe 30 mwezi wa kwanza 2025 kupitia GN namba 65/2025. Kanuni za rufaa za ununuzi wa umma ni moja kati ya miongozo inayotumiwa na Mamlaka ya Rufani katika kushughulikia malalamiko na rufaa zinazowasilishwa mbele yake. Moja kati ya maboresho yaliyoletwa na kanuni hizi ambayo yanaendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ni takwa la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Takwa hili la kisheria linaendana na mabadiliko yaliyoletwa na serikali ya awamu ya 6 ambapo kipaumbele kimewekwa katika matumizi ya teknolojia katika kutekeleza majukumu yake. Ndugu washiriki, ili kuendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma na kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma za mwaka 2025, Mamlaka ya Rufani kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, yani PPRA, imejenga moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki, yani Complaints and Appeals Management Module, katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Ndugu washiriki, moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida nyingi kwa wazabuni, taasisi nunuzi na Mamlaka ya Rufani kwa kuwa inarahisisha zoezi la uwasilishaji na ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Hapo awali, ili mzabuni aweze kuwasilisha malalamiko, alipaswa kufika katika ofisi za taasisi nunuzi, au katika hatua ya rufaa alipaswa kufika katika ofisi ya Mamlaka ya Rufani ili aweze kuwasilisha lalamiko lake au rufaa yake. Na ili taasisi nunuzi au Mamlaka ya Rufani iweze kushughulikia malalamiko au rufaa zinazowasilishwa, ilipaswa kuchambua nyaraka zote zinazohusu zabuni inayolalamikiwa, ambazo huwa katika mfumo wa nakala ngumu.
Hii ilikuwa ikileta changamoto kwa kuwa katika baadhi ya michakato ya ununuzi wa umma, baadhi ya nyaraka zimekuwa hazipatikani kwa wakati au kutokupatikana kabisa, jambo ambalo huathiri mchakato mzima wa ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa. Ndugu washiriki, mamlaka moduli hii ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida kadha wa kadha, ikiwemo hizi ambazo nitazitaja asubuhi ya leo. Mzabuni hata lazimika tena kufika katika ofisi za taasisi nunuzi au mamlaka ya rufani ili kuwasilisha lalamiko lake au rufaa yake, bali atakaa kama ni chumbani kwake au sebuleni kwake au kazini kwake anapofanyia kazi, na mradi tu awe na kifaa ambacho kinamwezesha yeye kuingia kwenye mtandao na kuingia kwenye mfumo wa NeST, na anaweza akafanya shughuli hiyo bila kutoka hata katika ofisi yake. La pili, imepunguza gharama na muda. Wazabuni wana shughuli mbalimbali na hivyo kumtoa mtu katika sehemu anapofanyia kazi inahitaji gharama na muda, hivyo hatahitajika tena kusafiri ili kuwasilisha lalamiko lake. Anaweza akakaa na kufanya hivyo popote pale atakapokuwa. Imeongeza uwazi katika mchakato wa ununuzi wa umma. Mzabuni ana uwezo wa kutambua au kubaini kwamba malalamiko lake au rufaa yake ipo katika hatua gani. Imewezesha pia mamlaka ya rufani kutoa hukumu kwa haki na kwa wakati, kwa sababu hatutasubiri sisi nyaraka ziletwe au tuanze kupigiana simu. Nyaraka zote ambazo zinazohusika na zabuni inayolalamikiwa zipo ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sisi kufanya zoezi zima. La mwisho lakini sio kwa umuhimu ni kwamba inatunza kumbukumbu. Kumbukumbu yoyote utakayoiwasilisha katika mchakato huu itatunzwa. Na hivi karibuni kuna mzabuni mmoja akiwa amekuja kushiriki katika lalamiko lake, alikiri yeye mwenyewe au kutoa ushuhuda yeye mwenyewe mbele ya wajumbe wa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, akisema sasa nina uhakika kwamba nyaraka zangu zipo, kwa sababu alikutana na nyaraka ile ile aliyoiwasilisha na hakuna kusema kwamba kuna mtu labda aliitoa au alibadili. Kwa hiyo kuna manufaa mengi. Ndugu washiriki, kwa sasa moduli hii imekamilika, hivyo naomba kutumia na fursa hii kualika kushiriki katika mafunzo ya matumizi ya moduli hii ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki iliyopo ndani ya mfumo wa NeST, ili kutuwezesha sote kwa pamoja kuisaidia serikali kupata thamani halisi ya fedha. Kwa kuwa kidole kimoja hakivunji chawa, tukitaka serikali iwe imara, lazima wote tushirikiane. Wadau wote katika sekta ya ununuzi wa umma lazima tuwe pamoja, na hii itaweza kuleta uimara ambao tunaotamani uwepo katika sekta ya ununuzi wa umma. Ndugu washiriki, mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo yaliyofanyika katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Labda niwape tu kwa ufupi kwamba mwaka jana, katika mwaka wa fedha wa mwaka jana, tulifanya katika kanda ya Pwani, tulifanya katika kanda ya Ziwa, tulifanya katika kanda ya Kati, tulifanya katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tulifanya pia katika kanda ya Kaskazini, na mwaka huu tumedhamiria kufanya katika mikoa, na tunatamani kwamba zoezi hili litaendelea. Halitaendelea tu kwa mwaka huu wa fedha, naamini litaendelea hata kwa mwaka unaokuja wa fedha, ili tuweze kuwafikia wazabuni au wadau wetu waweze kupata mafunzo haya. Kwa mwaka huu tayari mkoa wa Mtwara, Lindi na Kilwa nadhani walipata mafunzo haya,
Tukitoka hapa washiriki wataenda Njombe na Iringa, wote watapata mafunzo. Kwa hiyo ni mwendelezo ambao tunaotoa. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo machache, naomba kutamka kuwa mafunzo ya matumizi ya moduli kwa mkoa wa Ruvuma yamefunguliwa rasmi.